Okay, karibu kwenye tutorial hii hapa. Kama ulivyoona hapo kwenye thumbnail kwamba tunatengeneza kikapu. Sasa cha kwanza nimefuta kila kitu, nita add cylinder ndio rahisi kuitumia. Tapandisha juu let's say mpaka hapa tuikae nani center hapa kwenye hii line fulani. Nikibonyeza moja inanipa front view. Yes. Then nita scale hii. Inategemea na aina ya kikapu unachokihitaji wewe. So hapa nita scale hii mpaka hapo, then nitafuta hiyo face ya juu, then nataka ni add line huku. Kwa hiyo control R nita add kwa makadirio yangu hapa, nita add 5 zinatosha. Yes, najitahidi tuziwe square fulani hivi. Nita select hii hapa kwa ajili ya kuscale. Sasa unaweza ukascale hivi lakini haitakuwa imekaa vibaya, inabidi uweke proportional editing. Unabonyeza 0 ndio unakuwa umeenable proportional editing. Na ili kujua ukibonyeza 0 kama proportional editing unaangalia hapo. Ukibonyeza 0 unatokea hapa proportional editing. Au kama ukiona 0 umeisahau unakuja kubonyeza hapo. Ni kitu ni kile kile. Ukibonyeza scale inatokea hiyo duara hiyo. Inakusaidia uweze ku scale vitu kwa upana fulani. Kwa unabonyeza iwe kubwa kidogo, then na scale. Let's say mpaka hapo, then hii hapa G yani punguze kidogo, then G scale G. Mpaka hapo iko sawa. Naondoa proportional editing, kubonyeza 0 vile vile, G Z axis. Mpaka hapo naona kwa mimi tayari iko sawa. Then nita extrude na kuscale inward. Let's say mpaka hapa iko tayari. Ingawa ningependa hii nani yake ya huku chini ikae iingie ndani kidogo, japokuwa hii ni optional. Kama unaweza kaishia hapo, sio lazima uende na mimi hivyo. GZ mpaka hapo. Sasa kuna vitu ambavyo pia tutakuja kuvitumia baadaye, ningependa nivitoe kabisa muda huu. Cha kwanza ni kuna layer nataka iwepo itakayozunguka hapa juu ya kikapu. Kwa hiyo nita select hii, then nita select hii hapa, shift D kwa hii duplicate hii, then nabonyeza P kuifanya iwe separate mesh. Kwa hiyo ni hii hapa inakuwa ni kitu tofauti. Hiki tutakitumia baadaye, lakini pia hicho pia na kiduplicate na shift D nikiwa kwenye object mode, afu na nitakirotate 90 degrees. Hapo nimerotate vibaya. Sasa ili ikae vizuri ni rotate vizuri, niende kwenye edit mode na select na rotate 90 degrees. Hii hapa ndio utakuwa kama mshikio baadaye wa hicho kikapu. So ili ikae sawa kidogo inabidi huku chini nifute, select hapa na hapo na delete edge, na select hii na delete kwa huku chini. Kwa hiyo hii itakuja kuungana na hiyo kuzunguka hiyo itakuwa ndio sehemu ya kushikia. Lakini kwa kunogesha tu labda hii nikaifanya iingie ndani kidogo. Nianze hapa, ukibonyeza 1 au kwa hiyo unaweza kuta ukibonyeza 3 ndio inakupa front view. Kwa hiyo ina depend. Select hii na hii pia G. Hiyo ni style yangu mimi. Wewe ukitaka uweke style unayotaka unaweza ukaamua tu, aidha ikae iwe ndefu hivi
iwe fupi, yani wewe mwenyewe aina ya kikapu unachokihitaji, lakini mimi nitaachia kwa hapo. So umeshatengeneza hii zote hizi ni separate. Hii ni separate, yani ni ukiwa kwenye object mode, na hii ni separate na hii ni separate. Sasa hizi tutazirudia baadaye. Naanza na hii hapa ambayo ndio itakuwa ni kikapu chetu. Naingia kwenye edit mode na select. Sasa kinachotakiwa hapa cha kwanza natakiwa poke hii faces. Ukija kwenye face hapa, unakuja kwenye poke face, inatengeneza hizo lines ambayo inakuwa kama kitu fulani kimesukwa. Then naenda kwenye delete, au ukibonyeza X au delete inakuletea pale, unakuja kwenye only face. Kwa hiyo tunakuwa tumefuta face zote, tumeacha hizi tu lines peke yake. So hizi lines inabidi tuzitengenezee mesh ili zionekane zimesukwa. Kwa hiyo unakuja hapa, tunaziconvert ziwe curve. Hapa zimeshakuwa curve, inatokea hii hapa kwenye tools. Una click hapa, unaenda kwenye geometry, afu kwenye geometry unashuka mpaka hapa chini kwenye bevel, unakuja kwenye hii depth. Hapa kwenye depth ukiwa umeselect hii, unaenda unaongeza hii depth. Utaona huku hivi kuna vitu tayari vinatokea. Kwa hiyo utaongeza ukubwa ambao mpaka utaonekana kwamba ni kitu kweli kimesukwa. Kwa hiyo inategemea na value ambayo wewe sasa utahitaji. Mimi kwa hapa naona tayari inatosha. So kumbuka hii bado ni curve. Kwa hiyo inabidi tena tuiconvert irudi kwa kawaida. Kwa hiyo nitakuja hapa object, convert to mesh. Tayo ukienda kwenye edit mode tayari imesha bado ya convert, inabidi hizo lines ziondoke. Kija hapa object, convert to mesh. Yes, kija kuiselect hapa, yes, hivi ndio imekuwa mesh. Hivyo unaona kama ni vitu vimesukwa kweli. Unaweza kaadi smooth shader. Hivyo. Sasa kwa ajili ya kuongeza tu urembo, kuna ile line ambayo ilikuwepo hapa ndani haionekani, lakini kama unataka uione vizuri unaweza ukahide hii hapa H, ukaiselect hii. Sasa na hii pia tutahitaji kuna mbinu nyingi, au ngoja nianze na hii hapa kwanza. Sasa hii nirudishe hii hapa, nianze na hii, then inabidi tuiconvert hii iwe curve na yenyewe. Kwa utakuja kwenye object, convert to curve, vile vile tulivyofanya mwanzo. Unaenda kwenye geometry, utakuja kwenye bevel, unaenda ku add depth. Let's say mpaka hapa iko tayari. Hii tunaiacha hivyo ikiwa curve, lakini sasa nataka ni add rings fulani zizunguke kwenye hii. Nitaiduplicate hii pia, shift B, alafu nitaiachia location ile ile. Kwa hiyo zinakuwa ni nani mbili hapa, kuna curve ziko mbili. Kwa hiyo moja nitaifanya iwe kubwa kidogo kuliko ya mwenzake, ndio hii hapa. Then nitaiconvert hii, convert, naenda kwenye convert, inakuwa mesh. Kwa hiyo hapa hii hapa ya juu ni mesh, lakini ya kule ile nyingine ni, ngoja nifute kwanza hii. Nataka niache hii hapa ya chini tu peke yake ambayo ndio nitaitumia. Alafu hii zote nitafuta tu. Hiyo. Kilichobaki ni hichi hapa. Nikibonyeza G unakiona hiki ndio kimekaa hapa chini. Sasa ili kusudi matokeo yawe mazuri, hiki kilichoko hapa inabidi ni origin yake iko hapa katikati, inabidi niihamishie origin yake ije hapa kilipo chenyewe. Kwa hiyo nitafanya hapa, nita search, kwangu mimi ni space bar. Kwa hiyo unaweza kubonyeza pia F3, una snap cursor to selected, inatokea hapo katikati. Then una change origin, object, set origin to 3D cursor. Kwa hiyo tayari hii hapa origin yake imetoka kuwa hapa katikati, imekuja kuwa hapa, na hiyo ndio itatusaidia. Usipofanya hivyo hautapata matokeo sawa sawa na mimi. Then kwa sababu hiki ni kilaini tu kimoja,
Kwa hiyo nataka nikifanye na kiconvert kiwe curve. Then kwenye geometry naenda kwenye bevel na kiadia nani hivyo kama hapo ulivyoona. Sasa ninachotaka ni hiki kizunguke hapa, iwe kama kimesukiwa kwenye hiyo nani, ndio idea iliyopo. So nita add kitu kingine pia. Kabla sija add hii hapa, pia origin yake iko hapo katikati. Nataka origin pia ikae hapo hapo hapa ilipoanzia. Kwa hiyo kwa sababu 3D cursor iko pale pale, nita add tu moja kwa moja, nita select, then nita set origin to 3D cursor. Kwa hiyo na hii pia origin yake imehama, imekuja hapo. Hiyo itatusaidia ili tupate matokeo mazuri zaidi. Origin ukiziacha huko hautapata matokeo sawa na mimi, na inaweza ikakusumbua pia. So nimesha add hiyo, kwa hiyo nita select hii. Cha kwanza nita add na kuja kwenye modifier hapa, hii hapa. Ingawa hii ni curve, lakini pia unaweza, sio lazima uibakize ibaki kuwa curve, unaweza kaiondoa tu. Tuiondoe, tunaiondoa, tunaiacha iwe mesh. Hii hapa sasa hivi ni mesh, hata ukienda kwenye edit mode unaona ni mesh. Tunakuja kwenye hapa modifier, tuna add array modifier. Kwa hiyo utakuja hapo kwenye kugenerate, unakuja ku add array. Array unaweza kuweka counts 2, 3. Sasa counts, unaona tukiweka hizi nani counts zinaenda upande ambao hatuutaki sisi, unaweka hizo chache. Ni kwa sababu hapa imeicommand zinaenda upande wa x, ndio iko kwenye value moja. Kwa hiyo hapa nitaweka 0 ili zirudi katikati. Tunaangalia y inaelekea wapi, y inaelekea kule. Y pia hatuihitaji, tunaweka 0 hapa. Tunahitaji z, z tunaweka 1. Z sasa unaona inakuwa imepanda juu, lakini hii z una control distance pia. Ukiongeza zinakuwa zimeachana sana, ukipunguza zinakuwa zimeshikana sana. Kwa hiyo inategemea na unayohitaji, utaweka value unahitaji. Mimi hapa 0.9 ndio naona imekaa sawa. Sasa ukiongeza hizi counts utaona zinaenda zimenyoka tu. Tunafanyaje ili zijikunje kuja kwenye hii? Ndio tunaenda sasa kwenye step ya pili, ambayo ndio itatupa matokeo hayo. Step ya pili hii tunai-add another modifier. Hii ilikuwa ni array modifier, tunaenda ku-add modifier nyingine ambayo tunaipata kwenye deform. Unaenda kutafuta, inaitwa curve. Hii hapa imetokea hapa chini, then tuna select hapa. Sasa inabidi tunaiassign hii ifollow curve. Curve gani nataka kuifollow? Unaweza kama umeirename unaweza kaitafuta tu hapa hivi kwa jina ukaipata, lakini hapa mimi nita-select hivi, nitakuja kuifuata hii hapa. Tayari imesha nani curve, lakini bado haifuati curve kwa sababu ya axis, inaenda axis ya y. Kwa hapo tunaenda kuchange axis hii hapa, na yenyewe bado haijatuletea axis nzuri. Tunaenda hii hapa, una test tu moja moja. Hii hapa ndio imetupa matokeo mazuri kwamba imeanza kufollow curve. Kwa hiyo ukienda kuongeza hizi counts sasa hivi, haijalishi utaongeza counts ngapi, zitaendelea tu kufuata huo mzunguko sasa mpaka mwisho. Na hii ndio mbinu ambayo watu wengine hata kwenye kutengeneza cheni za shingoni, tricks ndio hizi. Unatengeneza curve alafu ile nani itafollow hiyo zile ule modo yako ile itafollow nani hiyo cheni ilivyokaa. Sasa tumeshatengeneza hii ni ya kwanza tayari. Sasa nataka nitengeneze na nyingine ambayo itakuwa imezunguka hapa kwa juu, japokuwa sio necessary sana, but ni muhimu kwa urembo. Kama ukiona umechoka umeishia hapo, ni juu yako. Sasa hii hapa pia, kwa sababu nimeshamaliza hapa, naweza nika-apply tu, nika-apply hiyo, nika-apply hii pia. Alafu hii kuna curve kwa ndani, naweza nikai-hide hii hapa, na yenyewe nikai-convert irudi kuwa mesh. Tayari Alt-H. Kwa hiyo ndio hivyo, naweza nikai-select hii ndani hizi, hata nikiziunganisha sasa hivi hamna shida.
Sasa hii process tulioifanya hapa ndio tutarudia process hiyo hiyo. Kwa hiyo kama hukuelewa vizuri hapa, utajua jinsi gani tutaizungusha kwa hapa juu. Kumbuka hapa ndani kuna curve tulitengeneza imejificha hapo ndani. Ukiselect hivi mara 2 3 hii hapa tulitengeneza mwanzo kabisa, kama unakumbuka tukawa tumeiacha. Kwa hiyo hii pia nataka niifanye sasa. Hapa hivi tulitengeneza mara 2, tulitengeneza curve ya kwanza na ya pili, lakini hapa hivi kwa sababu tayari tuna round hii hapa ipo, hakuna haja ya kutengeneza curve ya pili. Sawa, hiyo curve tutaiacha hivyo hivyo. Sasa tunachokifanya ni nitachukua hii hapa, nitaselect hii, shift D, nitarotate 90. Nimeweka proportional editing ndio maana nimerotate kana ni nitabonyeza P hiyo. Kwa hii hapa sasa, hii ndio nitataka ni rotate 90 degrees. Sasa hii ndio nitataka izunguke hapa pote. Uzuri origin yake tayari ipo katikati, na hata ukibonyeza namba 3 tunaiona origin yake ilipokaa. Okay, mpaka hapa. Sasa hii ndio tunafanyia namna gani izunguke mpaka huko. Nimeshatengeneza hapo na origin ipo hapo tayari. Sasa tunachokifanya hapa, cha kwanza nita add array. Generate array. Array kama kawaida haiendi katika axis ninayoitaka. 0 itakuwa, ngoja tuweke z nione kama inanipa matokeo nayotaka. Yes, z ndio inaenda katika position, na muda ule tuliweka 0.9, kwa hiyo tuweke ile 0.9. Niweke counts nyingi kidogo ili nikija kuapply zinionyeshe inapoelekea. Curve iko hapa katikati. Sasa kama curve iko hapo katikati, ni hide hii ili niweze kuiona hiyo. Select hii, nita add curve hii hapa, then hii hapa nitakuja kuiselect ifollow hii curve. Bado sijaiselect. Kina kitu kingine pia, hii hapa kuiconvert iwe curve, ilibakia kuwa mesh. Kwa hiyo nitaiconvert kwanza hii iwe curve, ndio itakubali. Hapa tayari imeshakuwa curve. Kwa hiyo nikiselect hapa, then nikija ku add curve, kwa hiyo nitaweza kuiselect hii hapo. Sasa imeenda mbali huko. Kwa sababu gani imeenda mbali? Kwa sababu hii curve origin yake iko huko katikati. Nataka niilete origin yake hapa inapoanzia, ndio itanipa matokeo mazuri. Kwa hiyo nitaselect hiyo curve, then nitaset origin to 3D. Kasa inakuwa imeanzia hapo, lakini bado haijanipa matokeo mazuri kwa sababu natakiwa ni fix axis. Kwa hiyo hapa nitaselect hivyo, tayari imesha follow curve kama unavyoona hapo. Then hapa kinachofuata tu ni ku add zile counts. Hapa y axis ndio imenipa matokeo mazuri, kwa hiyo tunaanza kuongeza hizo curve. Sasa ili tuweze kuona inatokaje mapema, bado haijakaa sawa upande huu. Y imenikatalia, naenda z axis. Hii hapa negative y imekubali. Sasa naweza nikahisi kwa nini imenikatalia. Ngoja nirudishe kwanza hii. Sasa mz axis, y axis. Okay, imekataa nadhani kwa sababu pia origin ya hii ya mwanzo haikuwa imekaa sawa. Okay.
na ifix vipi hii? Ngoja kwanza niongeze counts zote nione zinaenda mpaka wapi. The way, okay, nimeshajua shida ilipotokea. Sasa changamoto hii iliyonikuta mimi hapa ni kwa sababu hii hapa arrangement ya hii hapa haijakaa sawa. Sasa kwako wewe kama imenyoka haina shida. Sasa in case imetokea hivi, unaweza ukachagua either kuanza moja au kukubali kuja kuifix hii hapa. Kwa mfano tukibonyeza namba 3, hii hapa haijanyooka hivi, ni kuja kuifix hii, ambapo ukirotate okay, ili nisikuchanganye mambo yasiwe mengi, ngojea naifuta hii, naitumia ile curve kama mwanzo hii hapa, ili kusudi nisikuchanganye sana. Nitatengeneza hii hapa kwa sababu hii tayari cycle yake imeshazunguka, tofauti na ile ambayo niliduplicate huko. Then nitaiduplicate tena hii shift D, alafu hii moja nitaifanya iwe ndogo kwa sababu nitaitumia tu kama curve, lakini baadaye nitaifuta. Then hii moja ndio nitai convert to mesh, then nitachukua hii hapo. Kwa hiyo hii nitafuta na hii huku nitafuta. Mbona nashindwa kuselect hii? Okay, hii na hii hapa, delete vertices, yes. Then hii hapa na i-convert kuwa mesh, kuwa curve, then nitaiadia kwenye geometry hapa, hii hapa. Sasa hii ndio itazunguka square, kwa sababu ile ya mwanzoni nilifanya tu kuifanya manual, ndio maana ilileta ile shida. So hii ngoja nifanye iwe kubwa kidogo mpaka hapo. Then nita convert iwe mesh, alafu nita add sasa zile modifier kama mwanzo. Nita add, cha kwanza ni array modifier, ili tukatalia y axis, y ndio imekubali. Ngoja niweke 0.9 kama mwanzo, alafu niongeze hizo counts. Hiyo 0.9 sio magic number, unaweza ka add moja, sio lazima iwe hivyo. Then ta add curve, deform curve. Kwa hiyo nitataka hii follow curve, kwa hiyo nitakuja kuiselect hapa, then ndio nita change axis. Sasa hivi hata ufanyeje itakuwa imefollow, kwa sababu nilitengeneza kwa dimensions za curve yenyewe. So naongeza hizo counts mpaka izunguke yote. Okay. So kwa wanaotaka tutorial za kutengeneza mtu zipo, ni unapigia kwenye namba hii hapo, na pia likes, comment, subscribe, share, ili algorithm push video iende mbali zaidi. Okay, so hapo tumeshamaliza. Kwa hata nikiirudisha ile kikapu hiki inaonekana tayari kimeshashonwa vizuri. So hii curve ya ndani pia naweza nikai convert to nikai convert iwe mesh. Sasa hivi nataka kila kitu kiwe mesh, kwa sababu kabla ya convert hii hapa lazima uapply. Una apply hii, then unashika hiyo curve ya ndani,
ndio tunaiconvert iwe mesh. Kwa nikiselect na hii Ctrl J na join, hii pia na hii Ctrl J na join, pia na join na hii ya chini Ctrl J. So kikapu kinakuwa kimesha kamilika. Zaidi hapa nitaenda kwenye edit mode, then nita add smooth shader. Kikapu kinakuwa tayari. Hapa tu ni ku add material. Ukija hapa nikija hapa kwenye material preview, una add rangi ambayo unaitaka wewe. Kwa hiyo hapa sio mimi tena, ni vile wewe unavyotaka. So hivyo ndio njia rahisi ambayo unaweza ukatengeneza kikapu kwa uharaka zaidi. So tukutane tena wakati mwingine. Karibuni.